Mpenzi mtazamaji wa Kipalapala Seminari Online TV, kila mwaka tarehe 11 mwezi wa 6 mama kanisa anafanya kumbukumbu ya Mtakatifu Barnaba mtume. Mtakatifu Barnaba kwa asili aliitwa Yusufu, lakini jina hilo la Barnaba aliitwa na mitume ili kumaanisha mwana wa faraja. Rejea kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 4 aya ya 36. Mtakatifu Barnaba anaitwa mtume, lakini si mmoja kati ya wale mitume 12 wa Yesu, ila aliitwa jina hilo au alipewa hadhi hiyo ya mtume tangu zamani, kama ilivyokuwa kwa Paulo ambaye naye pia ni mtume, lakini sio mmoja wa wale mitume 12 wa Yesu. Tukumbuke Barnaba alikuwa ni uzao wa lile kanisa la mwanzo ambalo waliishi maisha ya umoja, maisha ya jumuiya, wakatumia kila kitu kwa umoja, kwa ushirika. Na kwa kutambua hilo, kwa upendo mkubwa aliokuwa na Barnaba na ukarimu, aliuza shamba lao akaweza kuwakabidhi thamani aliyopata kutokana na mauzo yale mitume, ili tu kanisa la mwanzo lisipungukiwe, liweze kupata mahitaji ya msingi kutokana na ile mali aliyoipata baada ya kuuza shamba lile. Ni kinyume kabisa na Anania na Safira ambao wao baada ya kupata mali zao hawakukabidhi kiasi chote kwa mitume, bali kutokana na ubinafsi na uchoyo walificha kiasi fulani na wakapeleka kiasi kidogo, ili tu kwamba mitume waweze kupokea kile kidogo na baadaye wajinufaishe na kile kilichobaki. Rejea kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 4 aya 32 hadi sura ya 5 aya 11. Pia mtume Barnaba alimsaidia mtume Paulo kumtambulisha kwa wanafunzi wa kwanza kule Yerusalemu. Tukumbuke mtume Paulo kabla ya kuongoka kwake alikuwa ni mtesi wa Kristo wa mwanzo. Alikuwa ni muuaji, aliwatesa wa Kristo, na hata kuongoka kwake kumempata akiwa njiani kuelekea Damesko, ambako alikuwa anaenda kuwateka wa Kristo ili aweze kuwaua kutokana na hila zake mbaya na matesi ya dola hiyo ya Kirumi ya hapo kale. Lakini mtume Barnaba alimsaidia kumtambulisha huyu mtume Paulo kwa wale wanafunzi wa kwanza kwamba huyu sio mtekaji tena, wala sio muuaji tena, wala sio mtu ambaye analitesa kanisa, bali ameongoka na kuwa mfuasi wa Kristo na kufanya kuwa mtangazaji wa neno la Mwenyezi Mungu. Rejea kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 9 aya 26 hadi aya ya 27. Baada ya Roho Mtakatifu kuagiza kwamba Paulo na Barnaba watengwe kwa ajili ya kazi yake, mitume hawa kwa pamoja walitangaza neno la Mungu kwa kujitoa na kujisadaka sana, kiasi kwamba wakawafikia hata watu wa mataifa ambao walitengwa na Wayahudi kana kwamba wao hawastahili kupata wokovu. Hata wakaenda kule Antiokia ambako walikutana na mabishano makubwa kwamba je, wana au watu wa mataifa wanapaswa kuongoka, na baada ya kuongoka je, wafuate ile mila ya Kiyahudi ambayo ilikuwa ni lazima mtu apate tohala ili tu aweze kuwa mfuasi wa Kristo. Na wakaweza kusuluhisha ugomvi huo baada ya kwenda kule Yerusalemu na kuamuru kwamba sio lazima hao watu wa mataifa watishwe mizigo mizito, cha msingi tu waweze kufuata neno la Mwenyezi Mungu, waliishi na kulipenda na kumpenda Mungu. Rejea kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 13 aya ya 1 hadi sura ya 15 aya 35. Kutokana na maisha hayo mazuri ya Mtakatifu Barnaba mtume, tunajifunza nini basi? Mosi, bidii katika kulitangaza neno la Mungu. Barnaba alitambua wajibu wake kama mtume, kama mfuasi wa Kristo wa kutangaza neno la Mungu. Hivyo nasi kwa ubatizo wetu tumefanywa kuwa makuhani, manabii na wafalme, na hivyo kwa unabii wetu tunaalikwa kila mmoja wetu kutangaza neno la Mwenyezi Mungu kwa matendo yetu, kwa maneno yetu. Katika familia, katika jamii, ni lazima maisha yetu yaakisi maisha ya kiinjili, yaani maisha hayo yamejaa upendo, yamejaa uvumilivu, yamejaa kiasi, yamejaa msamaha, kusikilizana na kuishi imani ya Kikristo pasipo kujibakiza kama alivyokuwa mtume Barnaba. Pili, tunajifunza swala zima la ukarimu. Kama nilivyokwisha kusema na kuelezea ukarimu aliokuwa na Barnaba, hata sisi kama Wakristo tunao wajibu wa ukarimu, na hiyo ndio kudhihirisha upendo, amri kuu ya mapendo, upendo kwa Mungu na upendo kwa jirani, kwa sababu Yesu mwenyewe alisema tunamkarimu Mungu kwa kuwakarimu wanadamu wenzetu. Rejea Injili ya Mathayo sura ya 25 aya ya 40. Na hivyo kama Mkristo, kila Mkristo anao wajibu wa kutumia kalama zake, vipawa zake na kulisaidia kanisa kwa hali na mali ili kutegemeza uinjilishaji na
utume na kazi za kichungaji mbalimbali za kanisa ziweze kusonga mbele. Na kwenda kinyume na hiyo ni kwenda kinyume na amri ya Mwenyezi Mungu au amri ya kanisa inayosema kwamba saidia kanisa Katoliki kwa zaka. Lakini pia kila Mkristo anao wajibu kwa jamii yake, kuwa mkarimu kwa jamii, shiriki mambo mbalimbali ya jamii, shiriki katika matatizo ya jamii kama misiba, shiriki katika vikao mbalimbali vya jamii, shiriki katika maendeleo mbalimbali ya jamii. Huo ndio ukarimu ambao tunapaswa kuonyesha kama Wakristo. Vile vile katika familia, baba, mume awe mkarimu kwa mke, mke awe mkarimu kwa mume, watoto vile vile wawe wakarimu kwa wazazi wao, bila kusahau wazazi kuwa wakarimu kwa watoto wao kwa kuwapatia mahitaji msingi kama chakula, mavazi, elimu na malezi bora ambayo yatakuwa ni msaada kwa watoto hao katika maisha yao ya baadaye. Pia tunajifunza na kualikwa kuwa watu wa faraja na watu wa kutafuta utatuzi wa haraka katika shida mbalimbali zinazotukumba, na hasa zile shida ambazo zinahitaji utatuzi na ufumbuzi wa haraka. Barnaba pamoja na Paulo wanakuwa faraja kubwa sana kwa watu wa mataifa ambao walitengwa na Wayahudi kana kwamba wao hawastahili ukombozi. Pia wanapata suluhu juu ya mgogoro uliohusu kuwalazimisha watu wa mataifa hawa kufanya tohara kama kigezo cha kufanya wafuasi wa Kristo. Rejea kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 13 aya ya 48 mpaka aya ya 49 na sura ya 15 aya ya kwanza hadi aya ya 21. Vivyo hivyo nasi tunaalikwa kuwa faraja kwa wenye huzuni, tulie na wanaolia, tufurahi na wanaofurahi. Tujitahidi daima kusimama na wanyonge na wenye shida, kuwatetea kadiri tunavyoweza na kuwasaidia katika changamoto zao ili nao wapate kufurahi kama Kristo mwalimu wetu alivyofanya, akawafariji walio wagonjwa, akawafariji wenye dhiki, akawaponya wale ambao walikuwa na matatizo mbalimbali na changamoto mbalimbali, nao wakaweza kupata faraja. Na hivyo nasi tuweze daima kuwaonyesha tone la furaha wale ambao wana maisha ambayo yamejaa huzuni na shida ambazo zinawakumba katika maisha. Mtakatifu Barnaba mtume, utuombee.